Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haijui hali halisi ya kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mojtaba Khamenei, huku kukiwa na mkanganyiko kuhusu kama bado yuko hai au amejeruhiwa vibaya. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema taarifa zinazotolewa kuhusu Khamenei zinakinzana. Hatujui kama amekufa au bado yuko hai, alisema Trump. Aliongeza kuwa baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa kiongozi huyo amejeruhiwa vibaya. Watu wengi wanasema ameathirika vibaya, wengine wanasema amepoteza mguu mmoja, wengine wanasema amekufa. Hakuna anayesema yuko katika afya kamili. Hajazungumza hadharani, alisema. Trump alisema hali hiyo inafanya iwe vigumu kwa Marekani kujua ni nani wa kufanya naye mazungumzo nchini Iran. Hatujui tunashughulika na nani Iran, hatujui kiongozi wao ni nani, alisema. Mapema wiki hii, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth pia alisema Khamenei huenda alijeruhiwa na kuharibika sehemu za mwili wakati wa mashambulizi ya awali. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikanusha madai hayo katika mahojiano na MS Now, akisema hakuna tatizo lolote kuhusu kiongozi huyo mpya. Khamenei alitoa taarifa yake ya kwanza hadharani Alhamisi ya wiki iliyopita tangu achukue uongozi baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuuawa siku ya kwanza ya vita. Wakati huo huo, Trump ameongeza shinikizo kwa nchi kadhaa kusaidia kulinda usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta. Alisema nchi kama Japan na China, ambazo hupokea zaidi ya 90% ya mafuta yao kupitia njia hiyo, zinapaswa kusaidia kulinda usalama wake. Trump pia aliwakosoa baadhi ya washirika wa NATO, akisema Marekani imekuwa ikiwalinda kwa miaka mingi, lakini sasa hawajitokezi kusaidia. Rais huyo alisema anatarajia Uingereza na Ufaransa kushiriki katika kulinda usafirishaji wa meli katika eneo hilo. Alisema amezungumza na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akidai majibu yake yalikuwa alama ya 8 kati ya 10. Trump pia alisema anaamini Uingereza itashiriki katika operesheni ya kulinda mlango wa Hormuz. Mapema, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema Uingereza inafanya kazi na washirika wake kuandaa mpango wa pamoja wa kufungua tena njia hiyo ya bahari. Wakati huo huo, Qatar imelaani vikali shambulio la kombora lililogonga gari la raia katika eneo la Al Bahia katika Falme za Kiarabu UAE na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilisema tukio hilo ni ongezeko hatari la mvutano na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa UAE. Wizara hiyo pia ilionya kuwa kuenea kwa vita katika nchi za jirani kunahatarisha usalama na utulivu wa eneo lote. Qatar ilitoa wito kwa Iran kusitisha sera zinazochochea mvutano na kuheshimu sheria za kimataifa pamoja na misingi ya ujirani mwema. Aidha, Qatar ilisisitiza mshikamano wake na UAE na kuunga mkono hatua zote zinazochukuliwa kulinda uhuru na usalama wa nchi hiyo.